Yes, mambo vipi? Ni wakati mwingine tunakutana tena kuzitazama taarifa za michezo ambazo zimeendelea kuhappen na ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari sana katika mitandao ya kijamii. Na leo kubwa zaidi tulilokuletea bwana ni kuhusiana na klabu ya Young Africans juu ya msimamo wao ambao wameweza kutoa na kuelekea kwa mechi ya finali ya FA kwa maana ya CRDB Bank Federation. Young Africans nako hawachezi. Nini kilichotokea? Bana, twende sawa kuzitazama taarifa hizi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya matangazo hapa. Lakini kabla hatujaitazama taarifa hii, nikwambie tu kitu kimoja. Hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili waweze kujua kuwa chimba la michezo lilobaki ni moja tu, ni Hetnet Media, na sisi tumejizaditi kabisa kukuletea taarifa za ukweli mno kuelekea kwa jambo hili. Bana, Young Africans wamechafua hali ya hewa vibaya mno na wanaendelea na msimamo wao mkali ambao unaleta taswira ya kuwa Young Africans ina uongozi ambao ni madhubuti na ambao umejizaditi vibaya mno, kwa sababu haya walioyaamua unaona kabisa kwamba nyuma yake kuna viongozi wenye uweredi, viongozi wenye kusimamia haki. Bana, Young Africans wamesema hawatakuwa sehemu ya mchezo siku ya tarehe 28. Hawatakuwa sehemu ya mchezo wa finali ya CRDB Bank Federation kutokana kwamba hawajalipwa pesa yao ya ubingwa katika msimu uliotamatika. Ni mwaka sasa toka Young Africans yatangazwe kuwa bingwa wa CRDB Bank Federation katika msimu uliopita, msimu wa 23-24. Basi unaambiwa kwamba Young Africans hajalipwa pesa yake ya ubingwa licha ya kwamba amekabidhiwa kombe, lakini pesa yake ya ubingwa hajalipwa. Ni mwaka mzima sasa, na wao wameshakwisha kuandika barua nyingi mno kuipelekea mamlaka ambayo inasimamia masuala hayo. Ni kwamba Young Africans hawajapata pesa yao ya ubingwa katika msimu uliopita, kwa hiyo hawatakuwa sehemu ya mchezo huo, nako hawachezi. Bana, mambo yanaenda kuwa mengi sasa na mambo yanaanza kuleta radha kuelekea kwa mchezo huu ambao mpaka sasa unaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku. Mambo yanakuwa mengi sana, na sisi tukasema kwamba hili hatuwezi kubaki nalo, lazima tukuletee hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Young Africans sasa ni rasmi hawatakuwa sehemu ya mashindano yoyote kwa msimu huu kuanzia sasa mpaka pale ambapo Young Africans matakwa yake yatakaposikilizwa. Simba Sports Club nao wameweka msumali wa moto pale pale na kuikazia bodi ya ligi iweze kutoa ripoti ya uchunguzi ambao uliweza kutolewa, lakini ambao uliweza kuahidiwa na bodi ya ligi kwamba watakuja na ripoti ya uchunguzi mara baada ya uchunguzi kukamilika. Lakini Simba Sports Club wanaamini mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 15 upo, na klabu hiyo imeweza kuwataka mashabiki wake waweze kununua tiketi ambazo haijajulikana wazi kwamba watazinunua wapi. Unajua, kuna wakati nilikuwa nawaambia kwamba hivi vitu ambavyo vinaendelea unaona kabisa kwamba ni kama vichekesho, na hii sasa inaelekea kuwa rasmi kabisa ni vichekesho. Mwenye mamlaka ya kutangaza vituo vya kununua tiketi ni Young Africans. Sasa Simba sijui kwamba wao wanaenda kuzinunua wapi hizo tiketi, kwa sababu Ncard ndio watu ambao wana ni kampuni pekee ambayo inaiuzia Young Africans tiketi za mechi zake zote. Kwa hiyo ili upate kadi lazima uende Ncard ukakate, ukiwa na Ncard ukate tiketi yako na uwe rasmi katika kuingia katika mchezo husika. Lakini sasa Ncard wao hawana sehemu yoyote wala kituo chochote ambacho watakatisha tiketi. Kwa hiyo Simba wanavyowataka mashabiki wao wakaujaze uwanja, sijui tiketi hizi watatoa wapi. Naweza nikasema hiki ni kichekesho cha kwanza ambacho watu wa Simba wanajitekenya alafu wanawachekesha mashabiki wao ambao wanawataka wakajaze uwanja pasina kujua mchezo utakuwa uwanja gani ambao Young Africans hajaweka wazi na hana maandalizi yoyote ya uwanja wa mchezo. Sijajua ni kwamba kama Young Africans atahitaji mchezo wake upelekwe KMC Complex, na hawa Simba wanawaaminisha mashabiki wao kwamba mchezo uko Benjamin Mkapa, sijui nini kitatokea. Haya, hatujui kwamba ni wapi wataka
kuzipata tiketi hizo za mchezo huo, kutokana na kwamba Young Africans hajatangaza sehemu yoyote ya kununua tiketi, zikiwa zimebaki siku chache mno, leo ikiwa ni siku ya Jumanne, zikiwa zimebaki siku takriban 4 kuelekea kwa tarehe ya mchezo. Hamna kitu chochote kinachoendelea zaidi sana. Young Africans wameweza kutilia mkazo kwamba hawatacheza mchezo huu wa namba 184, wala hawatamalizia michezo yao miwili ya NBC Premier League, wala hawatacheza finali ya kombe la shirikisho la Tanzania kwa maana ya CRDB Bank Federation, kutokana na kwamba hawajalipwa pesa zao za ubingwa kwa msimu ulioisha. Taarifa zimfikie rais wa shirikisho la mpira Tanzania bwana Wallace Karia, zimfikie bwana katibu wa bodi ya ligi bwana Eliud Kidau, lakini pia taarifa zimfikie CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo, ambaye na yeye katika sakata hili yumo. Ni lazima aachie ngazi ili Young Africans waweze kurudi katika hali yao ya kawaida, na mbungi ichezwe, lazima hawa wote waachie ngazi. Bana, kuna moja kati ya mambo mengi ambayo yanaendelea kwa sasa, na sisi tukasema katika haya lazima tukuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea katika anga la mchezo. Simba Sports wanavyowahamasisha mashabiki wao kwamba waweze kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa kujaza uwanja, wakiamini kwamba mechi hii ipo, wakati wenyeji wa mchezo huo Young Africans katika barua yao ambayo waliitoa katika mitandao ya kijamii yao official kabisa, na kuwataka mashabiki na wapenda soka wa Young Africans dunia nzima wasihangaike kuja Benjamin Mkapa, kwa sababu hakuna mchezo ambao wao wanauhesabu kwamba upo katika ligi hii ya Tanzania bara kwa maana ya NBC. Wao Simba wanawataka mashabiki wao waweze kujaa uwanjani. Sijajua itakuwa vipi katika hili, ngoja tuone. Zikiwa zimebaki siku takriban 4 tu kuelekea kwa tarehe ya mchezo, tutatazama mengi na tofauti na yaliyoibuka mpaka sasa. Ripoti ya uchunguzi tayari ipo tayari, lakini bodi ya ligi wao hawajaitoa public na hawajaitoa kwa wapenda soka ili kujua ni nini kilichosababisha siku ya tarehe 7 mchezo uahilishwe. Katika kikao cha waandishi wa habari ambacho kimefanywa na msemaji wa taasisi ya Young Africans kwa maana ya Ali Kamwe, watu wanazungumzia kwamba hakustahili kuzungumza kwamba ripoti hiyo ipo tayari na bodi ya ligi hawajaitoa kwa sababu zao binafsi. Hakutakiwa zungumze hivyo kwa sababu kwamba ameleta uchonganishi kati ya kiongozi huyo wa serikali na mashabiki wa mpira Tanzania, lakini pia kwa uongozi wa bodi ya ligi. Lakini mimi ninasema kwamba kilichozungumziwa na msemaji wa taasisi ya Young Africans ni kitu ambacho kiko sawa kabisa, kutokana na kwamba ili utibu tatizo ni lazima utafute ufumbuzi wa tatizo hilo, lakini ukiwa unapakapaka mafuta hauwezi ukatibu tatizo. Zaidi sana yatatokea mengine kama haya ambayo yaliyotokea siku ya tarehe 7. Unaambiwa kuna sauti ya juu zaidi ya meneja wa uwanja ambayo iliwataka Simba wasiingie uwanjani kwenda kufanya mazoezi. Swali la kujiuliza, hiyo sauti ya kiongozi wa serikali ni shabiki wa timu gani? Swali lingine, hiyo sauti ya kiongozi wa serikali alikuwa na maana gani kuwazuia Simba wasifanye mazoezi? Hiyo sauti ya kiongozi mkubwa wa serikali ina taswira gani katika mpira wetu wa Tanzania? Ina afya kweli katika mpira wetu wa Tanzania? Na hiyo sauti ya kiongozi wa juu wa serikali imeingia vipi katika mamlaka ya mpira ambayo inasimamia mpira, kwa sababu serikali haingiliani kabisa na mpira wa miguu? Je, hiyo sauti ya juu ya serikali kuliko meneja wa uwanja ambaye alizuiwa kufungua uwanja inaashiria nini katika mpira wetu wa Tanzania? Basi majibu nayo hapo kwenye komenti. Hakikisha kwamba unachalaza komenti zako hapo ili tuje tuende sawa katika hili ambalo linaendelea kwa sasa. Lakini mimi nikwambie tu kwamba taarifa nyingi tunazo juu ya hili linaloendelea katika sakata hili la dabi ya Kariakoo. Nikusihi kwamba endelea kwa pamoja nasi ili tuje tupeane taarifa zote kwa umakini kabisa kuhusiana na hili linaloendelea. Na Young Africans wamesimamia msimamo wao, hawatakuwa sehemu ya mchezo wowote katika msimu huu mpaka pale endapo matakwa ya Young Africans yatakaposikilizwa. Je,
Young Africans watashinda vita hii dhidi ya bodi ya ligi ama TFF? Haya unayo kwenye comment yako hapo majibu. Dondosha comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo katika updates zijazo, tutajuzana ni nini kinachoendelea. Bye bye.